kwa kuwa wewe ni Mungu mwema na ni Mungu unayetupenda. Tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako zilizo kuu. Tumesimama mahali hapa Bwana kwa ajili ya ibada hii, na hata tunapoelekeza wapendwa hawa ambao wamesimama mbele yetu, tunaomba Mungu ukawabariki. Bariki wanapopeana viapo vyao, wabariki wanaposimama mahali hapa kwa ajili ya jina lako. Naamini Bwana utawaongoza katika kila jambo, ni katika jina la Yesu Kristo Bwana Mwokozi wetu. Wapenzi, tumekutanika hapa pamoja mbele ya iliyoonyeshwa na Mungu akihudhuria siri ya muungano kati ya. Can I have your glasses, Baba Kelufuno? I can't read properly. Asante. Naonekana nimeanza kuwa mzee. Nafikiri tutaanza tena ili kwamba tuendelee vizuri. Wapenzi, tumekutanika hapa pamoja mbele ya uso wa Mungu na mbele ya kusanyiko hili kuungamanisha pamoja mwanamume huyu na mwanamke huyu katika harusi takatifu ambayo ni hali ya kuheshimiwa, ilianzishwa na Mungu ikituonyesha siri ya muungano baina ya Kristo na kanisa lake. Ulithibitishwa na maneno ya upole ya Kristo na kuhudhuriwa na uwepo wake wa rehema katika harusi katika Kana ya Galilaya, na imekuwa na mitume kama kuonyesha muungano wa siri baina ya Kristo na kanisa lake. Kwa sababu hiyo, si vizuri mtu yeyote aingie hali hii haraka au bila kufikiria vizuri, lakini kwa uangalifu na kumwogopa Mungu. Katika hali hii takatifu, watu hawa wawili waliopo hapa wamekuja waungamanishwe kama mtu yeyote angeonyesha sababu ya haki yoyote ambayo ingefanya wasungamanishwe pamoja kisheria, aseme sasa au anyamaze milele. Sasa nazungumza kwa harusi, kama vile utakavyojibu siku ile ya hukumu, wakati siri zote za mioyo ya watu zitakapofunuliwa. Nauliza kutoka kwenu, kama yeyote wenu anajua sababu inaweza kuwafanya msungamanishwe pamoja kisheria katika harusi takatifu, useme sasa, na ujue kwa hakika njia nyingine isipokuwa ile inakubaliwa na sheria ya Mungu hawakungamanishwa pamoja na Mungu, na hata hivyo harusi yao si halali. Safari, utampokea mwanamke huyu awe mke wako halali kwa ndoa, kuishi pamoja naye kulingana na sheria ya Mungu katika ndoa takatifu. Utampenda, utamfariji, utamstahi na utamtunza wakati wa ugonjwa na wakati wa afya, na kuacha wengine wote na kukaa na yeye peke yake tu, maadamu mnaishi nyote wawili. Amen. Agnes, utampokea mwanamume huyu kuwa mume wako wa halali, kuishi pamoja naye kulingana na sheria ya Mungu katika ndoa takatifu. Utampenda, utamfariji, utamstahi na kumtunza wakati wa ugonjwa na wakati wa afya, na kuacha wengine wote na kukaa naye peke yake tu, maadamu mnaishi nyote wawili.
Amen. Pigeni vigelegele. Ni nani anapeana mwanamke huyu kwa yote yako sana? Safari amesema ni Agnes na si mwingine. Ndio. Sasa safari mshike Agnes mkono wa kuume wake. Ugwe mkono wewe. Mimi safari namtoa wewe Agnes kuwa mke wangu wa ndoa tangu leo hata milele, katika mema, katika mabaya, katika utajiri na katika umaskini, wakati wa ugonjwa na wakati wa afya, nikupende na kukutunza mpaka kifo kitakapotutenganisha kwa amri takatifu ya Mungu, na kwa hiyo ninakupa yamini yangu. Amen. Msikize sana haya maneno wanayo. Natoa wewe safari kuwa mume wangu wa ndoa, niwe nawe tangu leo hivi hata milele, katika mema na katika mabaya, katika utajiri na katika umaskini, wakati wa ugonjwa na wakati wa afya, nikupende na kukutunza mpaka kifo kitakapotutenganisha kwa amri takatifu ya Mungu, na kwa hiyo ninakupa yamini yangu. Amen. Alani, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Nipeleke mpaka hiyo kaniangalia iko sawa? Vizuri, vizuri. Asante. Amen.
jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Tuleteni leso. Ziko mareso. Wazee wa kanisa na nende nyuma yake. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Bwana, tuko mbele ya kiti chako cha enzi, tunakushukuru. Asante kwa wawili Bwana uliowafanya kwamba ni kitu kimoja leo. Tunakushukuru kwa mwanzo mpya katika maisha yao. Mungu mwenye nguvu zote, uwajali na kukubalika, tunakuomba kwamba uwape mwanzo mwema, baraka zako za ajabu zikaweze Bwana kujua juu yao. Wabariki Bwana katika nyumba yao, wabariki Bwana katika mashamba yao, wabariki Bwana katika kazi za mikono yao, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa sababu baraka ambazo umeziandaa juu yao utawapa sote Mfalme na kuongezea. Baba, wape usaa Yesu Kristo, uwatembelee kila wakati Bwana. Mungu ukawaongoze katika ulimwengu wako Mfalme, maana najua njia hii si rahisi, lakini pamoja na wewe Bwana watapata kushinda yote, watapata Bwana kuvumiliana, watapata Bwana Mfalme kuongozana katika njia za haki, katika jina la Yesu Kristo. Naomba ufanisi juu ya maisha yao, naomba baraka juu ya maisha yao. Yesu, nyumba yao Bwana, wakawe nyumba ya amani, wakawe nyumba ya ushindi, katika jina la Yesu Kristo. Pepo mchafu inamkemea asiwasogelee sasa, katika jina la Yesu Kristo. Na Bwana Yesu ndio nao Mungu awaandike wakakubali na watembee na ufalme, wapo mwanzo mzuri, wapo watajamani, wapo baraka za ajabu. Asante Bwana, maana Mungu uko sasa unaiki mwanao, nami nashukuru maana unatusikia iwe kama watembea Bwana kuzidi kwa jina kwa Yesu Kristo. Hapo Mungu na familia. Bwana asifiwe. Sasa ninataka nitangaze rasmi, huyu ni bwana na bibi Safari. Makofi. Nataka niseme maneno machache. Safari unasikia mzuri sana, lakini anahitaji kutunzwa. Amen. Anahitaji kuwekwa vizuri, anahitaji utembee naye vizuri. Amen. Nataka kuwapa maneno machache, nataka hata Agnes nisikize. Katika maisha ya ndoa kuna maneno machache, si magumu sana. Mimi husita ni dawa, na dawa hizi hazipatikani kwa chemistry, duka la madawa, na hazina haja utoe pesa ili usinunue. Lakini nataka niwaambie hivi, zinaweza kubadilisha maisha yenu. Dawa ya kwanza inasema ninakupenda. Safari, usiache kumwambia Agnes kwamba unampenda. Agnes, usiache kumwambia Safari kwamba unampenda.
nataka uhakikishe kwamba kila ukianguka mwambie ninakupenda, maana hakuna mwingine, ni yeye wa pekee. Okay? Hiyo ni dawa. Ukila wewe asubuhi, mchana mzima hutasikia kichwa kinakuuma, hutasikia na stress, na huna haja kwenda dukani kununua. Dawa ya pili inasema Safari, asante sana. Na Safari naye anamwambia Agnes, asante sana. Ukifungiwa shati lako likuwa ni zuri, mwambie Agnes asante. Na hiyo ni dawa. Agnes atakaa na furaha siku ile yote. Katika nyumba wakati mwingine tunakosana, hata kwa mambo madogo tu. Kama mmoja amekosewa, mwingine anasema unisamehe. Shasikia hiyo maneno, unisamehe, nisamehe, nimekosa. Na mimi nataka niwaambie tu, hakikishie maisha yenu yatakuwa tofauti. Mabadiliko makubwa, kwa sababu naweza kusema nakupenda, asante, nisamehe, na Mungu awabariki. Amen. Safari kwanza. Pigia makofi basi. Koti na hati hii ikatiwa kwa koti la mwanaume, lakini sheria ya Kenya hati hii si ya mume, hati hii ni ya mwanamke. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu hii ni thibitisho kwamba yeye ameolewa. Mwanamke hana haja ya kuthibitisha, kwa sababu amemchukua Agnes kutoka kwao na amempeleka kwake nyumbani. Kwa hiyo Agnes, hii hati muhimu sana kwako. Amen. Lakini mtapokea wote wawili, kisha kufungulia kibeti, unaiweka sawasawa. Hii ni title deed yako. Amen. Pokea. Makofi basi.
Ile kazi muhimu iliyotuleta hapa tumeimaliza. Wale sasa wanaonekana pamoja. Wow.